Usiku wa manane ulifunika jiji la Dar es Salaam kama blanketi jeusi. Katika nyumba kubwa ya kifahari iliyosimama kwa kiburi katikati ya mtaa wa Wasome, Amina, binti mkubwa wa familia ya Rashidi, alilala kitandani akijigeuza. Ndoto zake zilikuwa si ndoto za amani, zilikuwa ndoto za damu. Amina aliruka kutoka usingizini kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Moyo wake ulidunda kwa kasi ya ajabu. Jasho lilitiririka usoni na shingoni mwake. Alitazama mikono yake kwa muda mrefu gizani. Mikono yake ilikuwa safi na laini, lakini moyoni mwake alihisi uchafu ambao hakuosheka. Ilikuwa ni ndoto tu au ilikuwa ndoto iliyomwambia ukweli? Amina alishuka kitandani kupata maji ya kunywa. Nyumba ilikuwa kimya cha ajabu. Miguu yake ilimchukua pole kwenye ukanda wa sebule, kisha alisimama. Macho yake yalitoka misili ya mjusi aliyebana na mlango. Mbele yake kwenye sakafu ya marumaru iliyong'aa ulikuwepo mwili wa mtu ambaye alimfahamu vizuri. Alikuwa amelala katika dimbwi la damu nyekundu iliyoenea kama dimbwi la mtu mdogo. Kiu ya maji ilisaulika. Ulimwengu ulisimama. Amina alitaka kupiga kelele, lakini sauti yake ikakataa. Miguu yake ilikataa kutembea. Macho yake yalikataa kuamini kile alichokiona. Wakili, rafiki wa karibu kabisa baba yake, alikuwa amelala sakafuni akiwa hata hajitikisi, na kisu kilikuwa kipo pembeni yake kikimetameta kwa mwanga wa taa moja iliyokuwa bado inawaka sebuleni. Na hapo kutoka kwenye giza la kona ya sebule, sauti moja iliinuka, tulivu, baridi, bila hofu hata kidogo. Ilikuwa ni sauti ya mdogo wake Amina, ambaye alikuwa anaitwa Zuhura. Alisimama pale gizani akimtazama Amina kwa macho ambayo hayakuwa na huruma wala mshangao, macho ya mtu aliyejua kila kitu kilichokuwa kimetokea, kwa sababu yeye mwenyewe alipanga kila kitu. Usiku ule dada wawili walikuwa wanafanya kazi ambayo haikuwa ya dada wawili. Amina alitii, si kwa sababu alitaka, bali kwa sababu akili yake ilikuwa imezidiwa na mshangao na hofu. Mikono yake ilitetemeka kila hatua aliyopiga kwenda gereji. Machozi yalitiririka bila kuacha, lakini Zuhura alitembea kama hakuna kilichotokea, baridi, imara, mwenye kusudi. Zuhura alimpa Amina kitambaa chekundu bila kusita hata kidogo. Futa kila sehemu ulogusa, alisema kwa sauti ya chini yenye amri. Amina alipokea kitambaa kile, mikono ikimtetemeka, bila kujua kwamba kile kitu kidogo chekundu kilikuwa silaha iliyoundwa dhidi yake mwenyewe. Mtego ulikuwa ukifungwa hatua moja, na yeye alikuwa akisaidia kufunga mwenyewe. Amina alipiga magoti kwenye sakafu ya marumaru iliyong'aa na kuanza kufuta kwa kitambaa kile. Kila doa lilichukua sehemu ya utu wake. Kila futo lilikuwa akisimika zaidi kwenye mtego aliokuwa ndani yake. Machozi yake yalichanganyika na damu iliyokuwa sakafuni, na kujua kwamba hiyo ndo ilikuwa nia ya Zuhura tangu mwanzo. Asubuhi kulipambazuka na mwanga wa jua ulianza kupenyeza kwenye chumba cha Amina kama ahadi ya siku mpya. Amina alifungua macho yake pole na kuvuta pumzi ya kwanza ya asubuhi, ikimpa tumaini. Moyo wake uliimba kwa furaha. Ilikuwa ndoto. Yote yaliyotokea usiku ilikuwa ni ndoto. Asante Mungu. Lakini furaha ya Amina haikudumu muda mrefu. Aliposhuka kitandani, mguu wake uligusa kitu laini sakafuni. Amina aliinama polepole kama mtu aliyejua jibu la swali lake. Ni baya, lakini hana jinsi ya kutokujua. Na pale kwenye sakafu ya chumba chake kikubwa kizuri cha kifahari, kitambaa chekundu chenye madoa ya kahawia yaliyoanza kukauka kilikuwa pale chini sakafuni.